Hivi karibuni tulitoa tangazo la ufadhili wa masomo kupitia Samia Scholarship. Tulieleza kuwa wahitimu wa kidato cha 6 1,000 watapata Samia Scholarship kusomea degree zao zinazoendana na science kwenye vyuo vikuu hapa nchini. Wahitimu hawa walichaguliwa kulingana na jinsi walivyofanya katika mitihani yao, na ni tahasusi tu zile ambazo ni za sayansi ambazo tunazitumia kupata wahitimu wazuri kwa ajili hiyo. Kwa wanafunzi waliofanya vizuri sana kwa matokeo ya kidato cha 6 walipangwa kuanzia wa kwanza mpaka wa 1000 kwa performance, isipokuwa tu kwa wale wanafunzi wenye mahitaji maalum ambayo tuna uhakika nao wako 15. Wale walipewa ufadhili huu kwa kupata first class division 1. Kwa hiyo inawezekana kabisa ukajiona wewe umefanya vizuri zaidi, lakini muangalie kama kuna ametangazwa yuko chini, ukimtafuta utagundua kwamba ana tatizo ambalo limethibitishwa na madaktari, lakini wengine wote wamepangwa kulingana na performance yao. Tulitangaza pia ufadhili wa wanafunzi 50 ambao watapata Samia Scholarship Extended kwenda kusoma nje ya nchi. Wanafunzi hawa ni wale ambao wamefaulu vizuri kuliko wenzao wote katika combination za PCM, PGM na PMC. Hawa wanafunzi 50 watapelekwa nje kusoma, na wote wameshapewa taarifa na wote wamekubali kupokea ufadhili huu wa Samia Scholarship Extended Data Science, Artificial Intelligence and Allied Sciences. Hawa wanafunzi 50 watakaa kwenye kambi ya mafunzo, yani bootcamp, kwa muda usiozidi miezi 10, na watakaa katika chuo chetu kikuu cha Nelson Mandela African Institute of Science and Technology ambacho kiko pale Arusha. Wanafunzi hawa 50 watatakiwa wamesha ripoti pale Arusha chuoni tarehe 13 ili waanze kuingia kwenye kambi ya mafunzo tarehe 14 mwezi wa 9. Leo tunapenda kutangaza kuwa tumepata ufadhili wa wanafunzi wengine 10 chini ya utaratibu wa Samia Scholarship Extended. Hizi nafasi 10 tumepewa na chuo kikuu kilichoko Moscow, kinaitwa Rudny, na nafasi hizi tumepewa kufuatia ziara ya Mheshimiwa Rais aliyoifanya nchini Urusi mwanzoni wiki ya kwanza ya mwezi wa 6. Wanafunzi hawa wenyewe wataenda kufanya bootcamp, kambi ya mafunzo kule Moscow, na wataenda kuanzia tarehe 1 mwezi wa 9, kesho kutwa tu. Wanatakiwa waende kule kwa ajili ya kuwa kwenye kambi ya mafunzo, kuandaa ili waweze kuanza masomo ya degree mwakani mwezi wa 9. Kwa wale 50 ambao tuliwapata, wanaenda bootcamp Arusha, Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, na wanatakiwa wameshafika kule tarehe 14 wanaanza bootcamp. Hawa 10 wa ziada wanaondoka tarehe 1 mwezi wa 9 kwenda Moscow kwa ajili ya kufanya bootcamp ambao watakaa kule takriban miezi 10, na watakaa mpaka watakapoanza masomo yao rasmi ya darasani. Katika bootcamp ambayo hawa wanafunzi 10 watahudhuria kule Moscow, serikali ya Urusi inagharamia kwa 80%, na Samia Scholarship Extended inagharamia kwa 20%. Hiyo gharama itakuwa kwa mwaka mmoja. Baada ya pale watakapoanza masomo kule Urusi, serikali ya Urusi itawagharamia kwa 100%. Kwa hii ni hybrid scholarship. Kwa upande mmoja serikali ya Urusi inachangia, lakini Samia Scholarship inachangia hizi gharama za kwenda kuwaweka kwenye bootcamp kule Moscow. Hawa wanafunzi 10 wa ziada tumewapataje? Tumeangalia wale wanafunzi 50 tulichukua waliofanya vizuri zaidi katika combination za PCM, PGM na PMC. Kwa hiyo tulichukua kuanzia wa kwanza mpaka wa 50.
na hata kama wote hapo wana AAA, lakini tuliingia kwenye marks zao za ndani kuhakikisha kwamba tunawalinganisha nani alifanya vizuri zaidi, na nilisema ambaye ana wasiwasi tunamkaribisha, ataenda mtendaji mkuu wa baraza la mitihani atamuonyesha marks hata za wenzake, ajue kwamba Samia Scholarship hatuifanyii mchezo hata kidogo, tunaigawa kulingana na swala la weledi na uadilifu wa hali ya juu. Kwa hiyo sasa kwa sasa tushachukua wa kwanza mpaka wa 50 kwenda kwenye bootcamp Arusha. Sasa wa 51 mpaka 60 waliofanya vizuri ndio tunawachukua kwenda Urusi kwa ajili ya kwenda kufanya bootcamp na kuja kuanza degree yao mwakani mwezi wa 9. Kwa jumla wanafunzi ambao tutapeleka nje ya nchi watakuwa ni wanafunzi 60 na wote watakuwa wamefanya PCM au PGM au PMC. Penda kuchukua nafasi hii kwanza kumshukuru sana rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa ziara aliyoifanya Urusi yenye mafanikio makubwa. Huu ni mwanzo tu wa ushirikiano mkubwa katika masuala ya elimu ambayo ni moja ya mambo ambayo aliyafanyia mazungumzo alivyokuwa kule Moscow. Kwa hiyo ufadhili huu wa nafasi 10 ambao umekuja moja kwa moja, na hii ni wakumbushe kwamba Urusi wakitaka kuchukua wanafunzi wanatangaza mchakato wanaofanya wenyewe, lakini baada ya mazungumzo kule walikubali kwamba serikali iangalie waliofanya vizuri zaidi, si tuchague tuwapeleke, na tunaamini watafanya vizuri sana na nafasi zitazidi kuongezeka. Chuo hiki cha Rudni ambacho tunawapeleka wanafunzi 10 ndio kile chuo vile vile ambacho kilimpa heshima kubwa rais wetu kwa kumtunikia ile shahada ya udaktari wa heshima. Na Urusi ni nchi ambayo kwa teknolojia iko juu sana. Maprofesa kule wengine tuliongea nao. Kuna profesa mmoja yeye ni injinia wa mambo ya anga za juu. Yeye ni profesa anafundisha pale katika Academy of Engineering katika chuo hiki cha Rudni, lakini baadhi ya watu hata kumbuka, lakini nchi ya kwanza duniani kurusha mtu kwenda kwenye outer space, kwenda kwenye anga za juu kabisa, ilikuwa wakati huo ni Soviet Union, lakini kwa kweli ni eneo hili la Urusi, na walisoma katika vyuo hivi, na mtu huyo wa kwanza alikuwa anaitwa Yuri Gagarin. Kwa hiyo tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais wetu kwamba katika swala hili la ziara yake ya Urusi, moja ya masuala ambayo alienda kutusemea ilikuwa ni swala la elimu, na nawahakikishia Watanzania huu ni mwanzo tu. Napenda vile vile kumshukuru sana waziri wetu wa mambo ya nchi za nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki, Mheshimiwa Balozi Mahmoud Thabit Kombo, ambaye kwa kweli amelivalia bango swala la kutafuta scholarship kwa Tanzania kwenda kusoma nje. Na kila tukipata scholarship ambazo wanafunzi ambao tungewasomesha hapa waenda kusoma nje, si kwamba tu tunaenda kuchukua utaalamu kutoka kwa wengine, lakini vile vile inatuhakikisha kwamba mkopo ambao wanafunzi hao wangeupata unapelekwa kwa wanafunzi wengine ambao pengine kwa sababu ya budget wangeweza kukosa fursa hiyo ya mikopo. Namshukuru vile vile Katibu Mkuu wa Wizara Mambo ya Nchi za Nje na Ushirikiano wa Afrika Mashariki, Balozi Shelukindo kwa uongozi wake. Shukrani za pekee sana naomba niseme balozi wetu wa Tanzania pale Moscow, Mheshimiwa Balozi Frederick Kibuta, ambaye kwa kweli amefanya ufuatiliaji mkubwa sana baada ya ziara ya rais wetu, baada ya mazungumzo yaliyofanyika kule, baada ya makubaliano tuliofikia, kwa kuwasiliana na wizara na katibu wetu Profesa Nombo kuhakikisha kwamba mazungumzo yanaendelea kufikia mahali ambapo tunaweza tukawapeleka hawa wanafunzi 10. Kwa hiyo hata Profesa Nombo na timu yako ya mkurugenzi wa elimu ya juu na manaibu wako wote, kwa kweli nawashukuru sana kwa kazi nzuri mlioifanya. Majina ya hawa wanafunzi 10 yatawekwa katika tovuti ya wizara leo. Katika hao 10, mmoja tu ndio ana passport. Sisi tunafanya kazi ya kuwatafutia wote passport ili waweze kusafiri, wapange safari yao tarehe 1 wao wameshafika Moscow.